You ladies and gentlemen, kama ki kama kawa exposinga yet with another one. Now leo nataka tuongee kitu ambacho nimeobserve na unaweza nisema mimi ni tribal ama unaweza jaribu kuona vitu vile naona. Na nitakuwa nafanya reference ya Wakikuyu kwa sababu mimi nakaa na Wakikuyu maisha yangu, tuseme 3/4 of my life nimekaa na Wakikuyu. And then nataka kucorrect makabila mbili ambayo mimi nimebeba damu yao, na sio kuchagua kwangu ama kupenda kwangu ama kutopenda kwangu. Mimi sio mamangu na mimi sio babangu. Walikokutana makabila yamechanganyika, hiyo ni yao. So I'll be talking knowing that I carry all the bloods I'm going to talk about, okay? Yes. Hizo damu zote naenda kuongelea na nitasema specifically damu zote nitataja hapa hivi ni damu ambazo mimi nimebeba kwangu ndani yangu. Nataka tuongee kuhusu Wakikuyu kidogo. Na first niwaonyeshe kitu. Kuna mambo yamefanyika hapa kwenye mitandao. Utapata wakati Anabenta uchi wake umeonekana, alikuwa anafanya hivi vitu vya ajabu ajabu. Wakikuyu waliorganize a meeting very fast. By saa 9 usiku walikuwa zaidi ya watu 16,000. Wako pale TikTok wanazungumza kumcover Anabenta na kufanya nini. Hata wakaanza kununua vitu kwa anauza vitu hapa online kama dufe na stuff kama hizo. Wakakuwa na buy hata kama si eti wanataka, wengine wako ngambo. Wananunua na boostia biashara. Kidogo huyo Anabenta watu wanamzungumzia, tuliona uchi wako, tukaona nini. Ukipiga hivyo mdomo, hawa Wakikuyu wakashikana wakamchukua wamempeleka Maldives. Sasa Anabenta anapiga huko mapicha moja kali, picha moja safi, picha moja nyingine. Unanielewa? Haya, kuna huyu jamaa anaitwa Githaiga. Githaiga ni mtu ambaye tunaweza sema kula kundu. Yaani kula kundu, mnaelewa tu vile inasema ni kula kundu, ni mtu wa ile hali nyingine. Wale Wakikuyu hata baada ya kujua kwamba okay, hii ndio inafanyika, wamemchukua, wamemcover pale, wanamsupporti, wamempatia nyumba. Yaani ndio kuna mambo mabaya, lakini kuna kitu hawakubali. Hatutenganishi na watu wengine. Unaelewa kweli? Nyinyi mnanipata kweli? Nitapatiana mfano gani mwingine? Haya, twende vitu vizuri sasa. Hawa ni wale watu ambao kidogo kuna negativity. Ni wengi lakini siwezi kukumbuka wote. Twende vitu positive. Kuna ule Trufena alipoanza kuhug mti. Kidogo MC Chris. Okay, huyo ni Mkikuyu MC Chris. Akaambia TikTokers, ni aje lazima tusimame na huyu msichana. Wakaenda kule wakasupport mapesa mapesa. Huyu msichana serikali ilikuwa imekataa kumsaidia kwenda kule Brazil, wakaorganize kila kitu, msichana akaenda. Na mambo mengine mengi sana wanafanya hapa kukiwa na mchango. Yale mazishi ya Chira, may he so rest in peace. Wakakuja pamoja hawa Kikuyu wakaorganize, wakaenda mazishi, wakafanya vizuri, wakamjengea mpaka na mama shosho yake nyumba. Kukaja huyu anaitwa nani huyu kijana? Huyu kijana nimemsahau. Kuna huyu kijana alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula aloe vera. Kaluma boy, kidogo hivi mzazi wako amelemewa, ndio Wakikuyu wakashikana mabasi na nini. Hawako Wakikuyu peke yake. Nataka nikuonyeshe sasa hapo. Kikuyu anaongoza, Wakikuyu wenzake wanashikana, wanaenda wanasaidia. Sasa kuna Waluya na Wajaluo. Kujeni hapa. Waluya na Wajaluo, kaeni kiti ya mbele. Waluya na Wajaluo ni opposite. Sikia, Wakikuyu mwenzao akifanya mabaya na aenda walilia naomba msamaha, wanamkava. Kilia nataka support, wanamsupport. Waluya on the contrary, mtu akifanya kitu kizuri, we ni mwizi, unataka kuibia watu, kwenda huko. Yani wana roho chafu. Ni heri Mluya aache Mluya mwenzake agongwe na basi ya kufe, lakini atoke hiyo siku apande basi kwenda kuambia Mkikuyu, pole sana, tumeona vile kunaenda. Pole sana ndugu yangu, pole sana dada yangu. Hiyo mambo kujipendekeza. Acha nikwambie kitu kimoja, hii dunia mimi nimejifunza hivi. Hakuna kitu kibaya kama mtu wa kujipendekeza au mtu wa kufuata tu crowd ili aonekane mtu mzuri. Ndugu yangu, kama itakuwa utasimama peke yako na uonekane mbaya and you're standing with what is right and just, simama peke yako. Nataka niwapatie mfano kwenye hii YouTube hapa. Kwa YouTube
Wakikuyu wanajua vizuri sana vitu Senior Dave anafanya ni vipindi, lakini wanachanga vijipesa, wengine hawachangi, wanajifanya wanachanga, hawachangi. Waluya wako pale, wafanyakazi wa nyumba kule Saudi Arabia, watchmen, cleaners kule Saudi Arabia. Senior Dave our king, Senior Dave our king, Senior Dave our king, the king of YouTube. Asa kitu kinanichekesha. King of YouTube ni mtu wa kuchanga, kufanya michango ya uongo. Wale kina dada Waluya na Wajaluo, ndaongelea hivyo. Nimesema ndaongelea tu zile kabila nimebeba damu yake. Ukisikia naongelea Mkikuyu nimebeba damu yake. Ukisikia naongelea Waluya nimebeba damu yenu. Ukisikia naongelea Waluo nimebeba damu yenu. Sitaongea Wakalenjini wako pale, sitaongea Wakisii wako pale. Hao sijabeba damu yao. Nitaongea hizi damu zetu. Wajaluo watasupport kitu wanajua ni kipindi. Even learned people, they are living in America and other places. They know very well this is not true. Unaona mtu anasema ati DCI anaishi YouTube, wanachanga kila siku DCI. DCI mgani huyo anaishi YouTube? There is no single officer that actually does his job on camera. Unajua ni kwa nini polisi hawezi kuja kwa kamera? Not because anaogopa kamera. Kitu ya kwanza unafaa kujua hivyo. Polisi hawezi kukuja kwa kamera kwa sababu ni code of conduct. Mapolisi wote wametrain. Hawezi kumpata kwa social media anakuambia sijui pepe. Ile kitu polisi anaweza kuja kuongea kwa social media. Those are updates. Kuna mtu fulani alikuwa anafaa kukamatwa sijui nini, maybe is a politician or a businessman, ameshikwa, ama kuna ile watu wameshikwa na madawa ya kulevya yameshikwa, pale utawapata polisi wanapatiana ile habari. Lakini ati polisi yako na tu YouTubers hapo wanafuatana, DCI kitu gani? Mnajua hivyo? Tunafaa tuchangie DCI. Mtu anajifanya DCI, mnachangia mama yake, ati mama yake amekuwa kidnapped. Na mama yake mwenyewe ndiye ameambiwa lale pale. Mama hajakuwa kidnapped. Mama na act. Wewe umeona hata polisi akikuja mchango ati mumchangie wakati wazazi wake wamekufa hata kama wana pesa? Umewahi kuwaona? Hautawahi waona. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ile code of conduct ya polisi. Kitu cha pili, huwezi kumuona polisi kwa mitandao. Kwa nini? Kazi ya polisi ni kazi so dangerous. Unatengeleza uadui kila siku. Mapolisi wanachukiwa hata kama si polisi anachukua hongo ama nini. Huyo polisi anachukua tu. Unaelewa? Wewe ukitaka kujua hizi nguo zinatoka wapi, unaona hii? Directorate of Criminal Investigations wapi? Yes, ujue nguo inatoka wapi. Mimi nikikwambia kitu hapa na kuhakikishia, hautawahi mpata polisi ako kwa social media na act. Sikudanganyi mbele ya Mungu. Na kama uamini, unaweza kuchukua simu, upige, wako na nambari yao inaitwa fichua. Inakuwaga 0008 something like that. Enda utafute tu DCI kwa Facebook ama kwa X app, utawapata pale. Ukishawapata, wapigie simu waulize. Kuna DCI wanakuaga YouTube, wakienda kushika watu, wakienda mission, kunao DCI wanakuaga recorded, utaambiwa. Na kama unafikiria na kudanganya sana, siku ile utaona Subaru Boys wanakuja, chukua kamera uwarekodi, alafu wakuone. Tuone kama utabaki nayo kamera yako hapo. Sawa? Hakuna vitu kama hivyo. Lakini we Mluya uko hapo, unanitukana. Unanitukana kabisa. Ukisifia Senior Dave kwa kufanya wizi. Senior Dave ako pale anatukana Waluya wajinga. Waluya wajinga sana, hata sijui kama hawa watu wametairi. Ndio maana mimi nafurahi mimi ni Mkikuyu. Na wewe umekaa hapo unasema ndio our hero Mluya. Wacha nikwambie, mtu akisema Wakikuyu ni wezi, haujatukana mtu mmoja, umetukana kabila lote. Hawa Wakikuyu wamekufanyia nini wewe unawaita wezi? Umenielewa? Ukisema mimi ni Mkikuyu, afadhali nilizaliwa Mkikuyu, hawa Baluya, huyu Baluya, nyinyi wote usifikirie juu sasa si wewe jina lako linatajwa haujatukanwa, umetukanwa. Alafu pumbavu hii unapiga makofi. Wafanyakazi wa nyumba pale mmeitwa, enyewe ng'ombe ni ng'ombe tu, mpaka akapost. Wewe unafikiria ati ng'ombe ni ule mfanyakazi mwingine wa nyumba anaitwa Doreen Mluya,
kwa sababu yeye alikataa maneno yao. Wafanyakazi wa nyumba nyinyi wote ni nini? Ni ng'ombe. Kwa sababu unacheka mwenzako eti ameitwa ng'ombe. Na mnasikia house helps nyinyi watu wa ng'ombe. Nyinyi ni ng'ombe, watu mnawaka au sijui kwa Uarabuni. Alafu unapiga makofi. Mtu una akili gani wewe? Unamwambia enda kabisa, our king, our king. Which king? We mwenyewe wengi wenyu hapo wameacha vitoto huko nyumbani, wazazi wanalea. Umetoka kwenye ndoa yako, ama ndoa yako inaanguka kabisa, unateseka huko Uarabuni. Uko hapo our king, our king. Sina Dave anakujua. Ako na haja ya kukujua. Lakini wewe Mluya, wewe Mjaluo, nyinyi ndio mnashikana mtukanane, muonekane hakuna zawadi ya mtu mwenye kujipendekeza. Hakuna kabisa. Mpumbavu ameenda amedanganya watu. Tusaidie ule mama, tusaidie ule mama. Kumbe ni relatives. Tusaidie ule mama. Haya, kwa hiyo relative bado anamgonga pesa. Baada ya kumgonga pesa, bahati mbaya ama tuseme tu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mtoto akapoteza uhai. Mtoto kupoteza uhai, haya waliochanga mshajua, huyu mama bado alikuwa anachangisha YouTube na Senior Dave alikuwa anachangisha Facebook na Senior Dave alikuwa amemlenga. Sasa wakati anakufa, it has pained me so much. It has pained me so much. Cousin, it has pained me so much. Sikwambia watu ni relative yangu. Sasa unajifanya kwamba wewe unasaidia watu wote, lakini relatives wako unawawacha waende kufanya michango YouTube. Alafu wakati wanakufiwa unaona opportunity ya kwenda kuchangisha, ukijifanya umeweka hapo namba. Pesa zinaenda kwa ule mama. Unafikiria tujui venye mnafanya? Kenya, wacha nikuambie. Unaona hawa content creators wanapenda michango, hivi ndio kunaendaga sasa. Mimi nakwambia kwa sababu niko huko, nakwambia kwa sababu naelewa vile game inaenda. Watenda mwambie ule mama, kwa sababu hii simu yako ni mpya, kwa sababu hii mazishi matanga yanafanyika hivi, tutaenda tu register line. Hiyo line wana register, ule mama atashika pale line. Pesa inaingia kwa jina nani? Kwa ule mama. Wewe ukifikiria ule mama ile simu ameshika ndio iko na pesa, huyu ndio ako na hiyo simu na yeye ndiye ako na pin. Sasa ule mama itakuwa tu inaingia. Usiendelee kusema inaingia kwa sababu unajua ukisema pesa hii wataona kwa nini hawasaidii. Lakini ukiendelea kusema asante inaingia, ndio hiyo imeingia, nimeona 100, nimeona 200, nimeona 300, watu wataendelea kutuma pesa kwa sababu wanaona wengine wanatuma. Haya twende tudhi. Haya hebu fanya kidogo. Asante sana gai ya mradhime gai. Muendelee kusimama na John. Mungu awabariki. We mjinga unachanga hapo, unafikiri ule mama atasaidika. Ule mama kama tuseme mmechanga 50,000 atapatiwa 10,000. Ambiwa wamechanga tumefika 10,000. Ukisikia tumefika 20,000, ujue huyo mtu ako in 60,000. Sasa ule mama hatajua, atakuwa anasema gai ya maradhime. That is what happens. That is what happens with all these social media persons. Fundraisings mingi. Hebu waambie tuende GoFundMe. GoFundMe ni ile naona ama mchanga. Mbona wasikubali mchanga? Etio namba ni yake, pesa inaingia kwake. Ulisikia wapi? Wana register line, wana change pin. Hiyo ndio kitu ilifanyikia ule anaitwa nani ule alikufa wakaenda kuchanga huko. Kuna kijana alikufa, alikuwa anaitwa Ochieng ama alikuwa anaitwa nani? Huyu mwenye aliwawa na serikali, Mjaluo. Kwa anaitwa nani? Nimesahau jina lake. Lakini babake wakati alichangiwa pesa tena wakapata hiyo pesa yote imefagiliwa. Si ni hawa content creators tu? Si hao ndio walikuwa wanajua pin, hao ndio walikuwa wanajua wameregister kila kitu. Inakuwaga hivyo. So wewe endelea kuchanga. Hakuna mtu anakataza kuchanga. Endelea kujipendekeza uonekane sasa wewe unapenda mtu fulani. Mimi sitaki unipende tafadhali. Sitaki unipende. Penda ukweli wangu. Kama utanipenda, penda ukweli wangu. Lakini hatukunipenda ati mimi sasa unisifie. Hizo sifa jisifie wewe. Jiangalie vizuri uone ni nini ya maana umefanya kwenye society. Mimi na expose scams, na expose crime kwa sababu gani? Kwa sababu I need a society that is safer for my kids tomorrow. Sifanyi kwa sababu nikufurahishe, sifanyi kwa sababu nione mwenzangu anaanguka. Hapana, I want a safer community tomorrow for my family, for my kids, for myself. Unaelewa? Sasa nyinyi mnaojipendekeza pale, mumeitwa ng'ombe ni ng'ombe tu. Mnajua vizuri huyu mtu anadrive kwa vitu kama mazishi na matanga. Wewe nikuulize, ukiwa unamwona mtu unapenda, uko na time ya kufikiria ati nani aliniambia? Nani akaniambia? Uko na time kama hiyo?
alafu kikubwa unakuja kudanganya. Unadanganya tu unajichanganya. Baadaye ni kazini yangu, toa picha za kazini yangu. Picha za kazini yako na wakati mamake amekuwa kilia njaa huko Facebook. We millionaire forex trader, ulikuwa tu hapo unaangalia. Akisha kufa ndio unajifanya hata nimejenga kaka jumba kadogo, Joshua akikuja anaweza wewe endeleeni na vipindi bana. Pikeni vipindi hata kwa mazishi. But one thing I can tell you people, Waluya na Wajaluo. Waluya na Wajaluo. There is a reason as to why none of us has ever been a president. Kwa nini? We are never together. We are never united. We are always against anyone that is trying to make a step. Adui ya Sifuna si Mkikuyu. Adui ya Sifuna ni Mluya fulani huko. Anapanga venye ataita vijana waende wavamie Sifuna, wampige, waharibu gari zake, waingie kwa biashara zake, waharibu. Ni Mluya. Watu waliua Jirongo, alikuwa amesaraundiwa na Waluya. Kifo yake Mluya. Unanielewa? Niambie mtu mwingine nikwambie. Wakati Jirongo anakufa, nani alikuwa karibu? Uliona Mkalenjin hapo? Hapana, in fact meeting yao walikuwa wanaongea na Kiluya. Alafu mtajifanya huko nyinyi ndio wa Munyoro. Nyinyi ndio mna support Matiangi. Ndio maana hata hawa Kikuyu waezi kuwaamini. Kwa sababu nyinyi, imagine mtu wako against their own for no reason, because amesikia jirani yako against huyu, yeye pia anaenda nashikana anakuwa against huyo. Unaelewa? Sasa hata Wakikuyu wanaogopa, hapana. Hawa kazi tunaweza wapea ni nini? Watchman. Kama ni Mjaluo labda apatiwe kazi ya choo plumbing. Kama ni Mluya mpatie kazi ya jikoni. Hiyo tu wafanyakazi wa vitu ndogo ndogo. But serious positions no. Why? Because you people you cannot be trusted. Kwa sababu ukiwa na msimamo, unakuwa adui ya wenzako. Niwaambie Waluya. Kuna kitu kinaitwa kujipenda. Mjifunze kwa ndugu zetu wa Kikuyu kitu kinaitwa kujipenda. Ukishajipenda unaweza share ule upendo. Lakini kama ujipendi, ndio maana unataka ku-identify na watu fulani, uonekane we uko hii side, mimi niko hii side. Sahi Waluya wengi na Wajalo wengi wako two term. Kwa nini? Juu wanafikiria Ruto atawapendelea, hatujai kuwa kwa serikali. Hamujawahi kuwa kwa serikali nyinyi. Hao ma MPs mnachagua, hao ma MCA wanachagua, wanakuanga nje ya serikali. Nini na wastop kusimamisha mtu akwe president? Wakikuwa wanasema adonyo ba dayo. No di modo moyo kama no, ni modo madhuku. Di modo moyo kariu. Tigawe. Ni modo drama yani modo madhuku lakini ni wito. Ni ado wito Osho ni wito. Wewe uko hapo, wewe ndio unataka kusaliti mwenzako, wewe ndio unapeleka umbea, wewe. Sikizeni hapa. Kwa wale Waluya wote mnafuata content creators na Wajaluo wote mnaofuata content creators, nataka niwaulize na niwachallenge. Hiyo kierere yako ya kujipendekeza imekufikisha wapi? Fanya hivi, kuwa na msimamo. Jipende. Penda watu wenyu, utaonyesha jirani upendo. Ndio maana majirani hawawaamini. Unaona? Hata saa hii mnasema wakale. Oscar Sudi alisema nini? Wajaruo ni mdomo tu. Na hakuna ile kura wanaleta. Oscar Sudi, hiyo government mnasema two term. Ni mdomo yao tu, hiyo ni mdomo. Afadhali tushikane na nini? Kwa sababu ni mdomo tu lakini kura wapigi. Wajaluo, Waluya. And then you expect something good to come out of you, while kazi ni kujipendekeza. You don't want to identify with yourself. You don't want to be proud of yourself. Kazi ni ku-attack each other. Sasa kama mna-attack each other, jirani atakuamini aje? Ni swali tu. Kama mna-attack each other, jirani atakuamini aje? Hautamu-attack. If you can do that to your own. Mtu unanitukana mpaka na mamangu amekufa. Unanitukana hiyo siku kufurahisha jirani. Nani atakuamini wewe? Ndio maana wengi wenyu mtaishi kukua ma-watchman, mnakufa ma-watchman, mnakufa ma-house help. Kwa sababu kushikana ni ngumu. Unajua unaweza kuwa ni house help wewe. Alafu kuna mtu hapa anasema,
Lakini huyu msichana si amesoma, amefika form 4 huyu. Wacha tumpeleke kosa afanye hivi. Wacha tumfanyishe hivi. Watu wanashikana wanasaidiana. Lakini nyinyi na kujipendekeza kwenyu, endeleeni kujipendekeza kwa majirani, muonekane. Afu mniambie kama mtalipwa na muonekano.